wa ua linalochanua. Ua linalochanua ni kipengele pekee ambapo tunaangazia mabinti wenye ushawishi katika jamii. Mabinti wanaofanya vitu vizuri ambao mimi na wewe tukiwatazama tunasema siku moja natamani kuwa kama yeye au zaidi ya yeye. Na leo niko na mrembo hapa studio, kuna mengi sana tutakwenda kuzungumza. Karibu. Asante sana. Unaitwa nani na unajishughulisha na nini? Kwa jina naitwa Natasha Ali. Mimi ni mwanamichezo na huwa ninapendaga kusema ni mrembo wa roller skating. Kulingana na wanawake kuwa wachache, mabinti kuwa wachache kwenye huu mchezo. Lakini vile vile ni coach wa huu mchezo wa viatu vya matairi, nafundisha watoto na vijana lakini hasa mabinti. Tuanzie hapo swali langu la kwanza. Umesema kuna uchache bado wa mabinti katika huu mchezo wa skating. Unadhani kwa nini? Sababu kubwa ambayo inafanya kuwa kuna uchache wa mabinti katika huu mchezo wetu, binafsi naweza nikasema kwamba uoga ni mwingi. Uoga ni mwingi na huu uoga unatengenezwa na wale vijana ambao tunawaona barabarani ambao wao naweza nikasema wanatumia fursa vibaya au wanatumia mchezo vibaya. Wale ambao tunaona barabarani wanakamata magari wana nini. Kwa ile inatengeneza uoga kwa mabinti wengi sana. Kwa mtu anasema nikicheza huu mchezo hapana, nitaanguka, nitaumia, nitahiki. Lakini tukija kwenye uhalisia sio kweli. Kuanguka ndio kupo lakini ni sehemu ya mchezo. Kwa hiyo kikubwa ninachoweza kusema ni uoga ndicho kinachofanya mabinti tuwe wachache. Kwa hiyo unawaambia nini mabinti wanaotutazama muda huu ili waweze kuja kwa wingi, wa coach wafundishe na tuongezeke kwa katika mchezo huu? Okay, kitu ambacho ninaweza kuwaambia mabinti ni kwamba kwa sababu nimedhamiria na kwa mapenzi ya mchezo ambao niko nao, sisi tunaibua tu hivyo vipaji kwa mabinti. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba wanatakiwa waache uoga, lakini vile vile wafikirie kwamba ile sehemu ndogo ya uoga ndani yao ambao iko ndani kwao, basi pale ndipo kuna kitu kikubwa ambapo wakithubutu wakajaribu ndiko wataweza kuelewa. Kwa sababu huu mchezo ni mchezo ambao mimi nauonaga ni wa kipekee sana. Ni mchezo wa kipekee sana kwa sababu unakutengenezea kujiamini na sio kujiamini peke yake lakini hata kubalance. Kwa sababu vile unavyoanguka ambapo mwanzo ulikuwa unaogopa, inakusaidia kubalance, na hii inakuja hata kwenye maisha ya halisi. Kwa sababu kuanguka kupo, lakini je, baada ya kuanguka unafanya nini? Utakaa, utalia, utakata tamaa? Yani baada ya kuanguka what is the next step inayofuata ni nini? Hiyo ndio pointi kubwa. Kwa hiyo huu mchezo ninaweza nikasema uoga siku zote ninasema sio leo tu. Yani kokote nitakapoenda uoga ninasema ni mchezo ambao unakutengenezea kujiamini, unakutezea kukupa uhuru, yani unakuwa uhuru, yani unakuwa wewe kama wewe, sio mtu mwingine. Kwa hiyo ni sehemu nzuri, ni mchezo mzuri na ni mchezo ambao una fursa nyingi sana. Like ni nyingi sana. Kwa hiyo na kama hapo unavyoeleza fursa na ulipoeleza kama mabinti ni wachache, kwa hiyo inawezekana pia mabinti wengi tuna fursa zaidi kuliko wanaume ambao wapo katika mchezo huu kwa sababu ya uchache wetu kama sikosei. Na ndio kitu pia hata mimi kilichonivutia kujifunza huu mchezo kwa sababu ya uchache wa mabinti. Sasa Natasha, wewe ilikuwaje mpaka ukapenda skating na umeanza kufanya skating kuanzia lini? Okay, namna ilivyokuwa waga nikikumbuka mimi mwenyewe najicheka kidogo. Yani najicheka sana kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa wa kwanza kuwa na uoga. Like kwa sababu nilikuwa nikiona vile nilikuwa na utamani, kwa sababu kuna binti mmoja ambaye nilikuwa nikimwangaliaga na tamani, lakini nikija kukutana na wale vijana barabarani namna wanavyoendesha, wale ndio walikuwa wananitengenezea mimi uoga sana. Lakini kuna binti mmoja ambaye sitakuja kumsahau, anaitwa Mariam. Alihamia katika nyumba ambayo nilikuwa naishi, jirani yangu. Yeye ndiyo aliyenishawishi kujifunza, akanitoa ule uoga, akaniambia no, unaweza, njoo tujifunze wote, nitakupa mimi viatu vyangu, utajifunza. Nikasema okay, let me give it a try, ngoja nijaribu. Na nikisearch kwenye mitandao ya kijamii, ni mchezo ambao nilikuwa nauona wazungu, like wazungu ndo
kule nchi za wenzetu za Ulaya ndio mchezo ambao umeendelea zaidi. Kwa hiyo vile wazungu walivyokuwa yani nikiziangalia zile video za wazungu wanavyoendesha ndio zilikuwa zinanivutia kabisa, ninakuwa kichaa naweza nikasema wao mchezo. Like ndio ikanichochea ile shauku ambayo nilikuwa ndani, yani ikanichochea ile shauku ndani yangu ya kutaka kujua zaidi. Yani kujua zaidi. Hapo alikuwa na miaka mingapi wakati huyo jirani yako sasa anakuinspire kuingia kwenye mchezo? Actually naweza nikasema ni miaka 2 iliyopita. Sio muda mrefu sana. Sio muda mrefu sana. Yeah. Sina muda mrefu sana. Safi. Yeah. Lakini kwa mazoezi sasa hivi unavyojiona yani umeshafika sehemu fulani tofauti na ulipokuwa. Actually ninachoweza kusema ni kwamba mazoezi ni kila kitu. Kwa sababu unaweza ukaanza leo na bado ukampita hata mtu ambaye alikuwa anaendesha miaka 6 iliyopita. Kikubwa ni mazoezi, kwa sababu huu mchezo ni mazoezi pia. Like hata kama mtu unataka kupunguza uzito, unataka yani ni mazoezi tosha. Sio lazima uende gym. Yani sio lazima uende gym, sio lazima ukimbie, sio lazima ukaogelee, kwa sababu kila kiungo cha mwili wako kinatumika. Yes. Ni kwa ajili ya watu portable kama nyinyi au hata mtu mwenye mwili bonge anaweza kufanya, au anabidi apungue kwanza ndio aweze kufanya skating? Sije kama mtu anatutazama huko na ana mwili wake mkubwa akasema mimi nijaribu akaishia kuanguka. Na hilo swali nalipataga sana. Nalipataga sana. Huu mchezo umekaa kwa ajili ya watu models, wembamba au watoto. Mtu kishakuwa mkubwa na changamoto za maisha huwezi kabisa kuendesha. Lakini ni kitu ambacho sio kweli, hakina uhalisia huo. Kwa sababu kama ninavyosema, ni mchezo ambao hata kama ukitaka kupungua sio lazima uende gym. Unaweza ukavaa viatu, ukaanza safari yako ya kujifunza na ukawa unaendesha kama mazoezi. Kwa sababu mimi ni sehemu ya maisha yangu. Mpaka nafundisha manake ni part ya maisha yangu. Lakini wewe unayenitazama unaweza ukaendesha kama sehemu ya mazoezi. Maana mimi ni zaidi ya mazoezi. Kwa hiyo unaweza ikawa sehemu ya mazoezi yako. Wanene wanaendesha, wembamba wanaendesha, watoto, yani haina umri, haina saizi ya mwili, ni mtu yoyote anaendesha. Kwa sababu unaweza ukawa hujaendesha ukiwa mtoto, kwa sababu mimi mwenyewe sijaendesha nikiwa mtoto. Kwa sasa hii umekuwa mtu mzima japo na changamoto za maisha, sio mbaya kutafuta vitu ambavyo kufanya ujisikie kuwa wewe, kwa sababu pia changamoto za maisha sometimes zinatufanya tujichukie pia. Mtu unaweza kuwa una stressi kama ni za mapenzi, uko umeachwa, una nini, una vitu vingi. Hata tukija kwa upande wa mabinti, kusema tu kuwa mwanamke feminine tunasema peke yake haitoshi. Yani peke yake haitoshi. Lazima utafute vitu ambavyo vitakuruhusu kuwa wewe kama wewe peke yako. Na huu mchezo ni mchezo mojawapo ambao utakufanya uwe wewe kama wewe. Safi. Haya, sasa tell us about your first experience, yani ile siku ya kwanza sasa ndo unaanza kujaribu kufanya skating. How was it? Ulianguka, uliuonaje? Tunataka kusikia. Okay. Siku ya kwanza always inakuwa ni ngumu. Inakuwa ni ngumu. Sio nyepesi kabisa. Yani inakuwa ni ngumu. Lakini kwa siku ya kwanza yangu mimi nahisi kama ilikuwa zaidi, ni ngumu zaidi kuliko hata watu ambao ninawaona nao wafundisha. Yaani watu nao wafundisha naona siku ya kwanza zao zinakuwa nyepesi, nikikumbuka na kwangu ilikuwa ngumu. Kwa sababu kitendo cha kuvaa mimi viatu siku ya kwanza, nilishikiliwa kwanza na watu kama 4. Yaani ile tu kusimama hata nikiambiwa weka hivi miguu ili usimame, nilishikiliwa na watu 4. Na pia uoga ule wa kudondoka. Unatetemeka. Imagine mnafundishana uwanjani lakini unasikia baridi kama uko ndani ya AC, ndani na kumefunguliwa AC kali sana. Kwa hiyo actually it's a experience. Sasa baada ya hapo ilikuchukua muda gani mpaka baadaye ukaweza kusimama na kuanza hata ku make zile simple moves kwa wewe wepesi wako wa kujifunza? Mimi nilikuwa na uoga mwingi. Ilinichukua kama mwezi mzima. Na hiyo mwezi mzima ilikuwa kwa wiki, ninaweza nikaendesha hata siku 4. Like yani ile ndani ya wiki siku 4. Nikitoka kazini jioni napitiliza mazoezini. Kwa hiyo ilinichukua mwezi mzima kumaster, lakini vile kadri siku zilivyokuwa zinaenda
ule mchezo ukawa unaniingia zaidi kwenye damu. Yani ukawa unaniingia zaidi kwenye damu. Na uzuri wa huu mchezo, hivi viatu, kuendesha kwake sio tu kwa kukimbia, yani una michezo mingi. Kuna kukimbia, kuna mchezo ambao tunaita rollball actually, ambao uko kama basketball lakini tunatumia viatu vyetu na tuna dribble mpira, na huo ndio mchezo ambao ulinivutia zaidi nikiwa nawaona timu ya wanaume wakiucheza. Na at least wao kwa wanaume fursa kidogo zinawafikia kwa sababu wako wengi na wanajitahidi sana kama ni mazoezi, na clubs ziko like kila wilaya kuna clubs za hizo rollball. Ila changamoto tunakuja pale pale, hatuna timu ya mabinti, hatuna timu ya wanawake. Kwa hiyo hicho kidogo ndicho ambacho kinaturudisha nyuma. Lakini vile vile changamoto ambayo tunayo ni viwanja. Kwa hiyo still bado mabinti wengi, hicho ndio kitu kinachoturudisha nyuma. Lakini sasa kwa mapenzi yangu mimi ambao ninayo na shauku ambao nimeibeba huu mchezo, kwa mabinti tunatengeneza timu, hata anayetaka kuja kujifunza anakaribishwa sana. Sisi tunampokea. Sasa kama mabinti ambao mpo kwenye mchezo wa skirting, ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo? Okay, changamoto kama mabinti ambazo tunakutana nazo, cha kwanza ninaweza nikasema kwamba mabinti wengi mtu unaweza ukapata mwenza ambaye anashindwa kukuelewa. Hata kama una maono ya huu mchezo, mwenza anaweza asikuelewe. Kwa unakutana, inakuwa ni challenge kidogo. Kwa unakuta binti anaweza akaanza kujifunza vizuri lakini tusifike naye mwisho kwenye safari yetu. Anamwambia acha na mchezo wa kiume. Yes, na ndio sababu pia inafanya mabinti tuendelee kuwa wachache. Kwa sababu wengi wanaendesha kwa muda mfupi, kwa muda fulani then wanapotea. Kwa sababu wakianzisha familia hivyo. Hata jamii pia ni namna inavyotuchukulia. Ukijiposti kwenye mitandao utasikia baada unaacha kuosha vyombo unaenda kuendesha viatu huko unakimbizana. Kwa nini tunakuwa hivi? Hiyo ndio challenge kubwa ambayo mimi ninaweza nikasema kwa nini mabinti tuko wachache. Sawa. Lakini vipi kuhusu wewe kwa upande wako, wazazi, walezi, ndugu zako wa karibu, wamekusupport vipi toka umeanza mchezo mpaka sasa? Okay. Ninachoweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, amenijalia wazazi ambao ni waelewa. Licha ya mchezo kuonekana hatari katika jamii, wazazi wenyewe sio kwamba hawaoni kama ni hatari, sio kwamba hawaogopi, lakini kila siku wananisisitiza kuwa makini. Kuwa makini ukiendesha mwanangu. Unajua maneno ya mzazi. Usisahau kuvaa protective gears, japo sometimes tunakuwa wabishi tunaendesha hata bila protective gears ambao pia inahatarisha usalama wetu. Kwa hiyo wazazi wananisapoti pale ambapo nahitaji sapoti. Kikubwa wao ni kunihamasisha tu niwe makini ninavyokuwa ninaendesha viatu, nisiumie, yani hivyo. Mtu gani maarufu unatamani siku moja kuja kuskate naye au unamtazama kama role model wako? Hilo swali ukiniuliza kama umenichokoza kidogo, kwa sababu actually kwa Tanzania hakuna mtu maarufu ambaye tunaye wa roller skating ambaye tunaweza kusema ninaweza nikamwangalia. Zaidi sisi wenyewe tunaendelea kupeana motivations, nikasema kuhamasishana wenyewe kwa wenyewe ambao tuko kwa sasa. Lakini tukienda kwa mabara ya wenzetu, kuna mdada anaitwa Erica Coldiero. Actually yule dada anani inspire a lot na natamani sana nifike level ambazo amefika, kwa sababu huwa ana skate nchi tofauti tofauti. Like I wish hata kwenye ile bucket list yake iwe yani awe ameplan kwamba aje kuskate hata Tanzania, au basi hata na mimi nikitoka niende katika nchi mojawapo ambayo yeye atakuwepo, kwa sababu ana travel, anasafiri nchi tofauti tofauti. Kwa ajili ya kuskate, na huwa anauliza mpaka mafans wake, mashabiki zake, ni nchi gani ambao tungependa kumuona akiskate. Kwa hiyo na ndo tips ambazo pia yani na ndo mdada ambaye namfuatilia, yani naweza nikasema ninajifunza kupitia kwake online classes zake. Kwa sababu kwa level ambao mimi niko, unakuta wengi tayari tuko kwenye the same level. Kwa hiyo tunafundishana wenyewe. Hakuna ile mtu ambaye amepita unatamani ujifunze kitu kipya, new challenges. Kwa hiyo ni huyo mdada Erica actually ni mdada ambaye
mimi pia najifunza madarasa kutoka kwake ya online. Hata ukitembelea mitandao yake ya kijamii huwa anaweka zile tips pale za nanilio. So that's my Natasha, unajivunia nini toka anza mchezo wa skating mpaka sasa hivi? Kitu ambacho ninajivunia cha kwanza kuwa mrembo wa roller skating. Na always hata nikijitambulisha nitasema mimi ni mrembo wa roller skating. Na ninachojivunia ni kwamba ni ujasiri ambao huu mchezo umeweka ndani yangu. Kwa sababu nilikuwa ni mtu wa uoga sana. Yaani nilikuwa mtu ambaye ni muoga sana. Kwa hiyo huu mchezo umenitengenezea ujasiri ambao hata mimi mwenyewe nikikaa nikijifikiria siamini kama ni mimi. Na kuna muda nakaa mpaka najikuta natamani sasa vile vitu ambavyo jamii vinaogopa, mimi ndo nataka sasa nivifanye, nivithubutu. Safi. Yes. Kwa mchezo umekupa kujiamini. Kwa sio mchezo tu, lakini umesaidia kukujenga wewe kama mdada, kama binadamu. Yes. Umekuongezea kukujenga na kukupa ujasiri zaidi. Kabisa. Kwa mdada ambaye anatutazama au kwa mzazi anatutazama na anatamani amlete mtoto wake kujifunza skating, tips gani unapenda angemwambia mtoto wake azingatie, au huyo dada unamwambia azingatie anapoanza kujifunza mchezo huu? Okay, kitu ambacho ninapenda kukisema ni kwamba ukidondoka usiogope. Usikae chini, simama, songa mbele na usahau aibu. Bas, na hiyo ina apply hata kwenye maisha. Ni hivyo tu. Sawa kabisa. Una ujumbe gani kwa serikali? Ungependa ifanye nini ili kuweza kuendeleza mchezo huu? Okay, kwa serikali kitu ambacho kikubwa ningependa kusema ni kwa changamoto ambazo tuko nazo. Kama hapo mwanzo nikasema tuna changamoto ya viwanja. Huu mchezo sio kwamba ni mpya Tanzania, sio mpya, ulikuweko. Lakini na jamii unautambua. Ila changamoto viwanja hatuna kabisa. Yaani sio kwamba labda hatuna kabisa. Kwa hiyo currently kwa viwanja ambavyo tunatumia, unakuta tunatumia viwanja vya basketball, lakini pia sometimes tunafukuzwa kwenye hivyo viwanja vya basket. Kwa hiyo tunapata changamoto wapi pa kufanyia mazoezi, na ndio maana vijana wengi tunawakuta barabarani, wanaendesha viatu barabarani, wanashika magari barabarani. Hii yote ni kwa sababu ya kutokuwa na viwanja vya kufanyia mazoezi. Kwa hiyo kwa support ambayo tulikuwa tunaiomba kwa serikali yetu, kama inaweza ikatupatia viwanja at least kama ni kila wilaya, au kila wilaya iwe hata na kiwanja kimoja, au kuwa kuna center ya kiwanja kimoja tu kikubwa ambacho wote tunaweza tukakutana pale kufanya mazoezi kwa pamoja, basi na sisi tuweze kushiriki fursa ambazo zinajitokeza kama wana michezo wengine, kwa sababu fursa za kwenye michezo ziko nyingi. Lakini kuzishiriki lazima kuwe kuna maandalizi, kuwe kuna maandalizi kama nilivyosema. Kwa hiyo tunatamani na sisi siku tutoke, tushiriki na nchi za Afrika wenzetu, lakini vile vile hata nje ya Afrika katika mashindano. Na haya yote ni lazima ujiandae. Tunajiandaaje? Lazima tupate viwanja tuweze kujiandaa, vifaa. Changamoto nyingine vifaa vya huu mchezo actually ni ghali. Huu mchezo ni expensive sana. Kiatu kinaweza kafika shilingi ngapi kwa mfano? Kiatu kama cha size cha mtu mzima kuanzia 150,000 na kuendelea. Ni gharama. Kwa hiyo unaona kabisa huu mchezo kuna aina ya watu tayari unawatenga tayari. Bado hapo sijaongelea protective gears ambazo umesema, magotini avae cha kuzuia kianguka asiumie. Na bado hujagusa spares za kiatu chenyewe. Maana hizi tairi tu zenyewe unapata kuanzia shilingi 50,000. Hiyo ni tairi, sio kiatu. Kumbe kiatu na tairi vinauzwa tofauti. Ukinunua unanunua kimoja, lakini kuna spares. Kwa sababu tairi kuna muda zinaisha, inabidi ufanye kama gari service. Yaani unatakiwa ufanye service. Yes. Kwa hiyo vifaa vyake actually ni ghali sana, na changamoto ni ya viwanja. Kwa hizo ni changamoto kuu ambazo tunazo na ambazo ninaweza nikazisema. Sawa kabisa. Sawa, Natasha, kwa hiyo tunakupata wapi? Kama kuna mzazi umesema una coach, unafundisha, anataka kumleta mtoto wake afundishe, au kuna binti anakutazama muda huu na angependa kujifunza zaidi kuhusu mchezo, kwa namba yako ya simu pamoja na mitandao ya kijamii? Okay, katika mitandao ya kijamii ukiandika skate with Tasha utanipata kwa Instagram na TikTok. Spelling za skate, maana sio kila mtu anazifahamu. Okay. Spelling the skate ni
KATEWITH, Tasha, TASHA. Kwa hiyo hapo nimetaja jina zima kwa spellings, lakini vile vile kwa kusearch hata kwa Google, kwa kokote ukinisearch kwa Natasha H Ali, basi utapata taarifa zangu zote na page zangu zote za mitandao za kijamii zitajileta pale. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza ukanitafuta kwa 0718 046 994. Naweza nikarudia tena? 0718 046 994. Asante sana Natasha, tumekuwa na wakati mzuri na wewe, na karibu tena TBC2. Asante sana, nami nimefurahi pia. Sawa sawa. Haya, Natasha ametueleza mengi sana kuhusu mchezo wa skating, lakini nikwambie tu michezo mbalimbali, kufanya mazoezi kuna kusaidia wewe kubuild hiyo confidence ambayo Natasha amekuambia, kwa sababu kuna kushindwa, kuna kuchoka, lakini pale unapopata nguvu, umechoka kufanya mazoezi, umechoka kukimbia, umechoka kufanya skating na ukanyanyuka ukaendelea kufanya ukaendelea kufanya hayo mazoezi au ukaendelea kufanya ule mchezo, unakujenga wewe kama binti, wewe kama kijana, kutokata tamaa. Unapokutana na changamoto mbalimbali za maisha, zinakukumbusha yale yalokukuta kule, kwamba pale nilishindwa lakini nikaweza kwenda mbele. Kwa hiyo hata hapa nimekutana na hii changamoto, basi ninaweza nikaenda mbele na nikafanikiwa. Haya, Binti Bora bado inaendelea, iko hewani, usiondoke kando ya runinga yako, tunarudi. Haya, na huyo ndo ua letu lilochanua kwa siku hii ya leo, ni Natasha kama unavyomuona. Haya, na huyo unayemuona ndo ua linalochanua kwa siku ya leo. Ua linachanua, ua limependeza, ni binti Natasha. Yeye ni mtaalamu wa mambo ya skating. Kama unavyomuona anajiamini kweli kweli. Anasema mwanzo ulikuwa mgumu, alipokuwa anaanza haikuwa rahisi, ni mchezo fulani mgumu, lakini aliweka nia na alikuwa anaupenda sana mchezo huu.